الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبي ورحمة، شفيع وأمة، ونمتم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. Ametukumbusha na kutuhimiza katika maneno yake, akatwambia zayyinu majalisakum bisalati alayhi fa inna salatakum alayya nuru lakum yawm alqiyama, akimaanisha kwamba pambeni vikao vyenu kwa kuniswalia mimi mtume wenu, kwa hakika swala yenu mtakaponiswalia basi Mwenyezi Mungu ataijalia kuwa nuru kwa nyinyi siku ya Kiyama. Sallu ala nabii, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi ambazo kwamba ametupa, ikiwemo neema ya kuwa sisi ni Waislamu, neema ya afya na uzima, uhai, neema ya amani, kuwa na usalama wa kuweza kutoka majumbani, kutembea mpaka kuwasili na kufika katika nyumba zake kwa ajili ya kutekeleza ibada pasi na kushikiwa upanga. Ni neema kubwa sana, ni jambo kubwa ambalo natupasa kuwa ni wenye kuzidisha shukrani za dhati kwake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusema alhamdulillah na wingi tutekeleza wajibat kama tulivyoagizwa na kujiepusha na muharramat kama tulivyoagizwa. Tunapokuwa tunapata hii taufiki ya Allah kuwa tunazunguka, tunaenda huku na kule, tunahudhuria katika nyumba zake Allah bila kuwa na vita vyovyote, basi ni kushukuru Mungu sana. Maana neema kama hii, ukitizama wale wenye hawana hii neema, utaona kwamba kuna jambo kubwa la kumshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala, tena kubwa mno. Athari za machafuko na nini huwa ni mbaya mno zinapowakumba watu, zinawavurugia amani na usalama wao na kuwafanya wakose utulivu wa kuzunguka na kuhangaika, na hata maisha huwa magumu kwa sababu ya kukosekana amani, kwa vita vyenye kutawala eneo maalum. Tizama ndugu zetu, Mungu awasalishie, wa nchi ya Sudan au Sudan ya Kaskazini, Allahu akbar, jinsi ilivyo haribiwa na machafuko ya kudumu ya mara kwa mara, inawafanya watu wawe katika hali mbaya ambayo yani haielezeki, wala billah. Jinsi gharama ya maisha yanavyopanda kwa sababu ya machafuko na kuwa na uhaba wa bidhaa maeneo haya. Allahu akbar, Mungu awanusuru. Bajeti ambayo mtu angeniweza kuitumia ndani ya miezi 6 kuweza kulipa nyumba, kuangalia chakula, kuangalia mavazi na nini, kwa sababu ya athari za vita, mfumuko wa bei ukipanda, inabidi bajeti hiyo ya miezi 6 mtu kuitumia ndani ya masiku kadhaa, kwa sababu kila kitu kimepanda na kupatikana ni shida.
ikipatikana ni mara 10 50 ya bei ilivyokuwa. Allahu akbar, ni neema kubwa hii. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kula anakutupa afya, uzima, na kutupa amani na usalama maeneo yetu haya, kuzidi kukariri neno alhamdulillah mara kwa mara, na kuweza kushikamana na zile njia ambazo zitakuwa zenye kutusababishia sisi kuwa ni wenye kupendana, kutakiana kheri na kuzuia machafuko, sio kwa siasa wala kwa sampuli nyingine tofauti. Alhamdulillah, tumo katika siku ya Jumaa ambayo ni Ijumaa ya pili katika huu mwezi wa Rajab, mwezi ambao kama tulivyotaja Ijumaa iliyopita ni mwezi ambao kwamba ni katika ashhurul hurum, katika ile miezi mitukufu, ile miezi minne mitukufu, basi mwezi huu wa Rajab ni miongoni mwa. Na pia vile vile tulieleza kwamba mwezi huu unapata utukufu mwingine kwa sababu umeingia katika ile miezi ya maandalizi ya kupokea mwezi wa Ramadhani. Katika hadithi sahihi ambayo Mtume kaeleza kwamba Rajab ndio mwezi wa kupanda, Shaabani ni mwezi wa kupalilia na kunyunyiza, na Ramadhani ni watu kuvuna tu na wala sio kuanza sufuri tena. Leo napendelea kutaja baadhi ya mambo ambayo kwamba kulingana na mujtamaa wa kisasa katika mwezi kama huu wa Rajab inakuwa ni yenye kuitakidiwa, au watu huwa na itikadi mbalimbali za kuyaamini mambo hayo kwa namna moja au nyingine ndani ya mwezi wa Rajab, mambo ambayo kwamba mengine ukiyazingatia katika ile misingi ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam yakubaliki au hayakutajwa. Na kwa itikadi kama hizo, basi inapelekea mpaka kuweza kujitokeza wenye kujitokeza na kufika mbali kuanza kuchukua hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hayo mambo yaliyochipuka na kuitakidiwa. Tunafahamu dini ya Kiislamu ni dini iliyokamilika, na tangu Mtume akamilishiwe wahi wa Qur'an, basi dini ilikuwa ishakamilika na imetimia, haihitaji ziada. Mwenye kuja na ziada bila shaka atarejeshewa kulingana na ushahidi wa hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya watu katika mwezi wa Rajab huwa na itikadi ambazo zinawafanya wao kukithirisha ibada katika mwezi wa Rajab. Sio itikadi za kuwafanya wamshirikishe Mungu au wamkufuru, hapana. Ni itikadi ambazo kwao zinawapatia hoja fulani na motisha wa kuendelea na kuzidisha ibada. Aqaidi nyingi tu au mambo mengi tu. Mojawapo, ukija kwa ndugu zetu ambao wao ni Ithna Asharia au Imamia katika jamii ya Mashia, kwenye jitihadi yao ni kwamba safari ya Isra wal Mi'raj ambayo Mtume aliandaliwa kama taslia kwake na pia kukabidhiwa ibada kuu ya dini ya Kiislamu ya swala, wanaamini ilifanyika sambamba na Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab, Ithna Asharia au Imamia katika Mashia. Kwa ajili hiyo wao wamepata dalili zao ambazo zimetengenezwa na baadhi ya watu wao katika Mashia wa Ithna Asharia, ambazo zinawaambia kwamba Ijumaa hiyo ya kwanza ya mwezi wa Rajab basi ipo swala maalum
baina ya maghrib na isha, hapa katikati inaswaliwa ambayo inaitwa salatu raghaib. Sala hiyo basi humfutia mtu makosa yake takriban yote na kumpatia khairi nyingi mno za dunia na akhera. Umebandika jina salatu ar-raghaib au 12 au imamia. Wanaitakidi swala hiyo huswaliwa tu Ijumaa ya kwanza ndani mwezi wa Rajab. Allahu akbar. Ambapo riwaya ambazo wanazitegemea wao zilitungwa na baadhi ya watu katika wao na hazikusihi hata robo, sio kusihi tu, hazifai hata kwa dhaifu, bali ni maudhu, yani zimetengenezwa na vichwa vya watu maalum. Hivyo wao ikifika ile Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab, basi baina ya Isha na Maghrib na Isha hapa katikati kukusanyana misikitini, wakaandaa Allahu akbar na kuswali swala hiyo ya salatu raghaib kwa imani kama hiyo. Lakini ukija katika sheria hakuna swala inayoitwa salatu ar-raghaib kwamba eti imewekwa na mtume au na masahaba. Hakuna, haikuanzishwa na mtume wala hata kuanzishwa na sahaba, hakuna. Kwa sababu zipo baadhi ya sala ambazo hakuanzisha mtume, lakini alipokuja kuzigundua kazikubali, ikiwemo sala ya sunna inayoitwa tahiyatul wudu. Sala ya tahiyatul wudu ni pale mtu anapotawadha udhu wake, wakati wote akishatawadha akamaliza, basi kabla hajafanya jambo lolote, kwanza aende akaswali rakaa 2 kwa ajili ya ule udhu ambao katawadha. Sala hii alianzisha ni Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiallahu anhu wa arda, kaanzisha yeye, hajiwekea kula kitawadhi, basi hafanyi lolote, kwanza anaenda na swali rakaa 2 halafu nyingine afuatie. Alikuwa hajaambiwa na yeyote, kajiamulia mwenyewe. Mtume akiwa hafahamu habari hiyo ya Bilal kuendelea na hii ibada ya swala hii, mpaka ile safari ya Isra wal Mi'raj mtume kafahamishwa mambo, kisha baadaye akaja akamuuliza Bilal kwamba Bilal, wewe una siri gani? Mbona nimekuona peponi, yani umetangulia kule peponi kuliko watu wengi tu ambao wako hapa, una siri gani? Sababu kasikika Bilal akitembea peponi. Mtume akafahamisha na Jibril, kajiuliza ana siri gani huyu Bilal, yuko duniani lakini huko asikika akitembea peponi. Akamuuliza, yeye akamwambia, mimi sina lolote la ziada ambalo ni geni kwako, labda hujaniamrisha au hujanifundisha, isipokuwa mwenyewe na desturi kula nikitawadha na swali rakaa 2 za udhu, kisha mingine anafuatia. Tunakwambia kwa hilo ndio maana akaikubali, kisha akawaelezea masahaba kwamba mwenye kufanya afanye. Kwa hiyo zipo baadhi ya sunna ambazo zilianzishwa na watu wasiokuwa mtume, lakini mtume akaja akazikubali na zikakubalika. Lakini sasa ile ya kwamba haikuanzishwa na yeyote, hata hao masahaba hawana habari nayo, inakuwa sasa iko nje sana. Allahu a'lam. Sasa kama hii salatu raghaib ya Mashia wa 12 au imamia walioanzisha, wakaitakidi kwamba kula Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab basi kuna kadhaa wanajiwekea, hii haikuthibiti. Na zile riwaya zilizotunga kwenye vitabu vyao vya Kishia zote ukizipima katika mizani ya sunna za mtume hazipo kabisa, labda kwenye vitabu vyao pekee. Moja katika mambo mengine ambayo yamezushwa pia, ambayo yametengenezewa riwaya mbalimbali, zipo riwaya nyingi sana ukifuatilia baadhi ya vitabu ambavyo kwamba havina nguvu au havitambuliki katika zile vitabu vikubwa vya hadithi, havitambuliki. Yaani ni vitabu vya kando vidogo, ukizisoma utakutana na riwaya mbalimbali. Allahu akbar.
zingine zikieleza kwamba mwezi wa Rajab ni mwezi ambao kwamba ukishaingia basi kufunga siku ya kwanza kuna kwa kadhaa, siku ya pili kuna kwa kadhaa, siku ya tatu kuna kwa, yaani zile siku 10 za mwanzo watu wamezipatia riwaya mbalimbali kila siku. Allahu Akbar. Ina riwaya yake na fadhila zake ambazo ukija ukizitafuta katika vitabu vikubwa vya ahadithi, hizo riwaya hakuna, hazikuthibiti. Sasa wapo wengi ambao huwa na bidii mwezi wa Rajab ukiingia kufunga zile siku 10 za mwanzo zile, wakiitakidi hizi fadhaili ambazo kila siku inazo kuzipata. Lakini ukizingatia zile riwaya zote hakuna, ni maudhu, hata angalau zingekuwa ni dhaifu katika vitabu vya ahadithi kidogo zitatumika katika fadhaili al-a'mal, lakini sio dhaifu hasa, bali ni maudhu, yani zimepachikwa. Allahu Akbar. Kwa zipo ambazo kuitakidiwa na zingine tofauti ambazo watu hufanya na kuamini. Ila baada ya kuchipuka vitu hivi sasa, jambo kubwa zaidi ni hili: wale wenye sunna za Mtume walipoona kwamba hizi riwayati ambazo zimetengenezwa hazikusahihi wala hazipo katika hadithi za Mtume, na watu wanakimbilia kufanya hizo kheri wakiitakidi kwamba zile riwaya ni za kweli, zimethibiti. Sasa wakaanza kuwatanabahisha na kuwakemea. Sasa wamefika mbali sana katika huko kuwakemea ya kwamba ni uzushi, umeuzusha kabisa, lakini kufikia hatua na kusema yale wanayofanya ni uchafu uliopitiliza, ni uchafu uliopitiliza. Hizi ni lugha mbalimbali, kiingia wapo walosema Allahu Akbar kwa kuandika au wengine kwa kusema na kunakiliwa na kuwekwa katika mitandao mbalimbali. Ni jambo zuri kule kupinga chochote ambacho Mtume hakukiweka au hakukisema, lakini kule kusema kwamba hawa watu zile ibada zote wanazozifanya ni upuuzi mtupu, hizi ndio kauli za hatari kabisa. Hizi ndio kauli za hatari kabisa, kwa sababu tukija katika mizani ya sheria kwa uchache tu, kwanza na ibada ya swala. Kuswali kuna nyakati maalum, na swala zenyewe ziko katika vigawanyo vitatu. Kwa haraka vigawanyo vikubwa ni vitatu, na katika hivyo vitatu ndio kunapatikana sampuli tofauti. Kuna swala za faradhi ambazo swala hizo za faradhi ima ni kwa sababu imo katika zile swala 5 au kwa sababu ya nadhiri na mfano wake, inaweza ikawa ni faradhi au ni lazima. Na kuna swala za sunna ambazo ziko na sababu maalum au wakati maalum, zikiwemo qablia, baadia, witri, tahajjudi. Hizi ni swala zenye nyakati maalum. Na kuna swala ambazo ni za sunna zina sababu maalum, zikiwemo sunna za kuomba mvua, za istikhara na mfano. Hizi ni swala za sunna ambazo zina sababu maalum. Kigawanyo kingine ni swala za sunna ambazo hazina sababu wala wakati maalum, yaani ni sunna tu mutlaqa, ambazo hizo mtu aweza kuswali pale anapojisikia. Ni sunna mutlaqa, hazina sababu wala wakati. Zenye sababu mtu anaweza kaswali nyakati pale kwa sababu imehitajia. Zenye wakati ambazo ni sunna mtu ataswali pale ambapo wakati wake umeingia. Lakini hizi mutlaqa basi zinaswaliwa katika nyakati zilizoruhusiwa. Tunaposema nyakati zilizoruhusiwa katika sheria, ukiingia katika Sahih Bukhari na Muslim, kuna nyakati 5 Mtume kazitaja, ndani yake haifai kuswali. Ndani yake nasema haifai mtu kuswali swala ambayo haina sababu katika hizo nyakati 5, isipokuwa sehemu moja tu katika
ardhi ya Makka akiwa pale, basi anaruhusiwa katika hizo nyakati, lakini kwenye ardhi zingine tofauti tofauti basi hakuna. Na ardhi hiyo ya Makka hususan pale katika msikiti ule ambao ndo Al-Masjidul Haram, anaruhusiwa kuswali nyakati zote, lakini sehemu zingine hizo ndani hizo nyakati 5 haruhusiwi. Wakati wa kwanza ikishaswaliwa salatul fajr, mtu akiswali salatul fajr basi haruhusiwi kunyanyuka na kuswali swala yoyote isiyokuwa na sababu, haruhusiwi mpaka jua lichomoza. Hakuna sunna baada ya sunna. Jua likishachomoza mtu haruhusiwi kuswali pale jua linapochomoza. Limeanza kuchomoza yeye anaswali swala isiyokuwa na sababu, haruhusiwi mpaka jua liinuke kadiri ya kimo cha mtu au kimo cha mkuki. Jua likiwa wastani hapa katikati utosini, mtu haruhusiwi kuswali wakati huo mpaka liangukie upande wa kuelekea dhuhuri, ndio ataanza kuruhusiwa kuswali. Baada ya al-asr, mtu kisha swali salatu al-asr haruhusiwi kuswali swala ya sunna isiyokuwa na sababu yoyote. Na wakati jua linapozama, ndio limeanza kuzama, pale mtu haruhusiwi kuswali mpaka lizame likamilike. Hizo nyakati 5 Mtume kasema katika Sahih Bukhari na Muslim, mtu haruhusiwi kuswali ndani hizo nyakati sunna ambayo haina sababu, sunna isiyokuwa na sababu. Na tunaposema sunna isiyokuwa na sababu, inakuja pale ambapo mtu anajisikia ana nishati, ana hamu ya hali ya juu, basi anaweza kaswali rakaa anazotaka 1000, 2000 na zaidi. Haina sababu hiyo, anaruhusiwa kuswali. Na hiyo mtu anataka akajiwekea kila siku kuswali, hiyo ni sunna mutlaka katika sheria, imeruhusiwa. Lakini isipokuwa kwenye hizo nyakati 5. Hata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah alayhi, sunna mutlaka kama hizi alikuwa kiswali, ambazo zinakupatia nishati mwili wake na kujenga imani yake. Kula usiku alikiswali takriban rakaa 300. Imam Ahmad uswali rakaa 300 kula usiku. Enzi za Ma'mun, mtoto wa Harun Rashid katika ad-Dawla al-Abbasiyya, alipokuja kushika utawala, akahadaiwa na wale wakina wasoko wa ahadithi wale ambao ni wa Mu'tazila na wengineo, Allahu a'lam, walimhadaa na kumuingiza katika mtego wa kwamba Qur'ani imeumbwa. Kwa hiyo watu wanatakiwa waamini kwamba Qur'ani imeumbwa ili wamtakase Mungu. Sasa akamshawishi naye akaagiza kila mwanachuoni aliyokuwa enzi zake anatakiwa kutangaza msimamo wake. Sasa wanachuoni waliokuwa enzi zake, Imam Ahmad pia alikuwa, Imam Ahmad bin Hanbal, na anajulikana yeye katika wanazuoni wakubwa ahadithi enzi hizi. Basi naye akaandama, akaambiwa unatakiwa utangaze msimamo, useme ukiri hadharani kwamba Qur'ani imeumbwa. Kakataa. Alikataa kusema hivi, akiwa yeye na sahiba wake mkubwa katika ahadithi Yahya ibn Ma'in rahimahullah ta'ala alayhi. Basi yeye kwa upande wake alikataa hata kusema kwa njia ya kuhadaa, hakubali. Ingawa wengine walikubali kusema kwa njia ya kuhadaa. Wapo waliosema kwa njia ya kuhadaa, kwamba anatamka lakini moyoni mwake si hivi, anasema Qur'ani imeumbwa. Mwingine alipofuata na kuambia hebu tangaza msemo wake, sema Qur'ani imeumbwa, akamwambia mwasema Qur'ani tu? Kuna Taurati, kuna Zaburi, kuna Injili, kuna Qur'ani. Hadhihi al-arba'a makhluqa, hivi vinne vyote vimeumbwa, akimaanisha vidole vyake vinne vimeumbwa, sio hivyo vitabu. Yani haya maneno aliwahada akapona. Kwa hiyo wapo waliokubali, lakini kwa njia ya kuwahada ili waokoe nafsi zao.
Yeye Imam Ahmad msimamo wake hata kuwahadaa hapa, tangaza wazi kwamba Qur'ani sio makhluq, ni maneno ya Mungu. Utasemaje ni kiumbe? Sasa wakati huo alipotangaza huu msimamo, wakamkamata na kumtia jela. Aliadhibiwa vibaya mno mpaka uwezo wake au afya yake ya mwili ikadhoofika, akashindwa kuswali rakaa 300 kula usiku kama desturi yake, akawa anaswali nusu yake, rakaa 150 kula usiku, akapunguza akawa anaswali nusu yake. Sasa swala ile ilikuwa ni swala ya nafli mutlaq ambayo haina wakati maalum wala sababu. Bora muda huo unastahiki, basi mtu anaweza akaswali. Sasa tunapozungumzia sunna hii mutlaqa ambayo haina sababu wala wakati maalum, ndani ya hizi nyakati 5 tulizozitaja mtu haruhusiwi kuswali. Lakini nyakati zingine kabla ya dhuhuri, baada ya jua kuchomoza kufika kadiri ya romhi kuelekea mpaka kabla ya dhuhuri, hapo mtu anaruhusiwa kuswali swala zozote, rakaa zozote. Baada ya dhuhuri mtu anaweza kuswali rakaa zozote 100,000 mpaka kaingia alasiri. Baada ya magharibi mtu anaruhusiwa kuswali rakaa zozote. Baada ya isha hata akaweza kuswali rakaa milioni ya swali. Hiyo ni nafli mutlaq. Handiki dhambi, unapata fungu ni swala, akiswali tu ni sawa, isipokuwa zile nyakati 5 ndio haifai. Sasa walipochipuka hawa waliotengeneza baadhi ya ibada ndani ya mwezi wa Rajab ambazo hakuna katika ahadithi, wenye sunna wakaanza kuwakataza na kuwakemea. Sasa moja katika akwali ni zile za kuita zile ibada kwamba ni upuuzi mtupu. Zile ni hatari kubwa. Lugha hii ya kuita upuuzi ni hatari kubwa. Mtu kajiwekea mwenyewe Ijumaa ya kwanza kati ya maghrib na isha anaswali rakaa 8 au rakaa 12 au zaidi ya hapo, akiitakidi kwamba dhambi zake zitasamehewa katika hiyo Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Allahu a'lam, riwaya iliyofuata haikusuhi, ni maudhu hasa, hata sio dhaifu, ni maudhu. Yeye anaamini anafuata, anaswali hizo rakaa. Huo wakati kuswali sio haramu. Baina ya maghrib na isha kuswali swala yoyote hata isiyokuwa na sababu sio haramu. Aswali rakaa zozote anazotaka. Kwa hiyo kule kuita kwamba ni upuuzi mtupu, Allahu akbar, ni uzushi. Ni uzushi. Lakini huo muda alioswali katika sheria sio haramu kuswali swala yoyote rakaa zozote kwenye sheria. Mungu ndiye ajuaye atamweka katika kundi gani, lakini sisi hatumhukumu tuseme huyu tunamtoa katika watakoni tunamtia motoni. Hatuna mamlaka hayo ya kuwatia watu motoni. Ni uzushi, lakini Allahu a'lam. Na wale ambao wanaitakidi kwamba zile siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Rajab zina fadhila kubwa mno kufunga saumu, basi watu wanahima. Watu wengi sana Rajab ikiingia zile siku 10 za mwanzo huwa wanahima, wanazifunga siku 10 za mwanzo zote, hawaziachi. Wakiitakidi katika zile riwaya maudhu ambazo zimepokelewa na watu ambao hawajulikani kwamba kuna fadhila nyingi sana katika hizo siku 10 za mwanzo, watu hufunga. Wengine ukimbilia zile 3 za mwanzo wakiamini kwamba zina fadhila kubwa mno, hufunga. Kweli katika hadithi za Mtume hizo riwaya hakuna, ni maudhu haswa, maudhu. Lakini huwezi kusema saumu yao hawa watu katika hizo siku ni upuuzi mtupu. Kauli hizi za kuwakemea hawa watu kwa kutamka maneno hazifai, kwa sababu saumu ambayo si ya faradhi, yani ni sunna kwenye sheria ya Kiislamu, mtu anaruhusiwa kufunga isipokuwa siku maalum kwenye mwaka. Zipo siku takriban 5 ni haramu kufunga mutlaka. Eidul Fitri kufunga ni haramu, Eidul Adha kufunga ni haramu, Ayyamu Tashriq tarehe 11 ya Dhulhijja, tarehe 12 Dhulhijja na tarehe 13 ya Dhulhijja. Hizi siku 3 ni haramu mutlaka kufunga. Ukichanganya na zile 2 za Eid zinakuwa siku 5 mutlaka. Hizi ni haramu mtu kufunga saumu yoyote, kijalishi faradhi au ni sunna, ni haramu.
Na siku zilizobakia zipo ambazo ni karaha au ni makruh katika sheria, ikiwa kuutangulia mwezi wa Ramadhani kwa siku 2 au 1, labda mtu anafanya ni mazoezi ya kujiandaa, haifai katika sheria, haipendezi, Mtume kakataza. Hizi ni makruh. Wengine wanapelekea katika karahatu taharimi, wengine wanapelekea katika karahatu tanzih, kufunga. Ikiwemo siku nyingine ya shaka, haijulikani ni 30 Shaabani au tarehe 1 Ramadhani, haijulikani, haifai, isipokuwa mtu ikiwa ni desturi yake kufunga. Mathalan, hiyo siku imeambatana na siku ya Jumatatu au labda Alhamisi, na ni sunna kufunga hizo siku, na mtu ana desturi yake kula Jumatatu anafunga, kula Alhamisi anafunga, ni desturi yake ya kwenye maisha, basi siku hiyo ambayo ni makruhu kufunga ikaambatana na siku hiyo ya desturi yake, huyo anaruhusiwa. Lakini ambaye si desturi haruhusiwi, ni makruhu, ni karaha. Lakini zenye ni haramu kufunga ni zile 5, Idul Fitri au hana ayamu tashrik. Kwa hiyo ukija kwa mtazamo huu utakuta mwezi wa Rajab siku zote hakuna siku ya haramu kufunga. Mwezi wa Rajab hauingii katika zile siku za haramu kufunga. Kwa hivyo huyu mtu anaitakidi kwamba zile siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Rajab zina fadhila kubwa kwa kusikia riwaya maudhu, naye akashika akawa anazifunga, kafunga kwa riwaya batila ambayo haisihi, haikubaliki hata kwa mfano, haikubaliki. Lakini saumu yake haikuambatana na siku za haramu, iliambatana na siku ambazo kwamba ni halali au yafaa kufunga. Yafaa. Hivyo Mungu ndiye ajue zaidi. Na pia ipo hadithi mbalimbali tu nikasema, yote mwenye kufunga siku moja lillah, sio ya faradhi, sunna, kafunga siku moja tu lillah, basi kwa hiyo siku yake moja aliyofunga Mwenyezi Mungu atamuokoa dhidi ya moto wa Jahannam kwa miaka 70, kwa siku moja tu lillah. Tumekasema man sama yawman fi sabilillah, yawman fi sabilillah. Hakusema ni yauma ya mwezi gani au siku gani, bali ni siku ambayo inaruhusiwa kufunga basi. Hiyo ipo ni riwaya kwamba inaashiria kwamba saumu za sunna ziko. Sasa huyu mtu alokamata riwaya maudhu ambayo haisihi, akawa anafanya bidii kuzifunga siku za mwanzo wa Rajab, wengine wao wakawa na bidii kwa riwaya ambazo pia ni batila, zile siku 10 za mwisho wa Rajab wakazikamata kwa riwaya maudhu ambazo hazisihi hata kwa mfano, basi wanabidii ikifika zile siku 10 za mwisho wa Rajab wanazifunga. Allahu Akbar. Wengine wanafanya bidii ile siku ya 27 kwa baadhi ya riwayati kwamba ndio siku Islam al-Mi'raj ili afikiana, basi ile huifunga kutukuza siku ile. Allahu Akbar. Wanafanya ingawaje riwaya ambazo wanazitegemea ni maudhu, lakini saumu yao haikuambatana na siku ya haramu, iliambatana na siku ambayo kwamba katika sheria mtu akifunga yafaa. Hivyo kuwakemea watu hawa kwa kusema hizo ibada zile ni upuuzi mtupu, haifai. Kuwakemea kwa lugha hii, kwa kuitukana ibada, Allahu Akbar, itakuwa sio lugha nzuri. Mtume ndo alikipawa wahi moja kwa moja kutoka kwa Mungu, lakini da'wa yake na kwa lingania watu, kwa wakataza maovu na kuelekeza kwenye mema, haikuwa ya njia ya kutukana. Ilikuwa ni dawa yenye hekima ndani, kama alivyoagizwa na Mungu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana. Hakutumia lugha zozote ambazo kwamba zinakeuka yale maadili. Kwa hiyo ni mambo yapo katika mwezi wa Rajab kwa baadhi ya itikadi za watu mbalimbali, wakiwemo Mashia, wakiwemo watu ambao wanajiita katika Ahlus Sunna wal Jamaa, kufanya ambazo riwaya wanazotegemea zote kwenye vitabu tegemezi vya ahadithi hazikubaliki. Yaani zimeitwa ni maudhu, hata angalau zingeitwa dhaifu kidogo, lakini ni maudhu hasa. Wanafanya, lakini kuwakemea watu hawa kwa kusema kwamba hii ibada ni upuuzi, hii kadhaa, hii kadhaa, maadamu ile ibada haijatia ushirikina ndani wala ukafiri,
basi usiitokane. Mkemee mtu tu kwa lugha yenye maadili, sio kumkemea kwa lugha ambayo kwamba haipo katika maadili, kwa sababu walichokifanya ukikileta kwenye mizani ya sheria bado hawajamshirikisha Mungu wala hawajamkufuru wala hawajamfanya. Aloswali baina al-maghrib wal isha, rakaa zozote akiitakidi yeye atafutiwa dhambi zake aswali, lakini kuitakidi zile riwaya maudhu kwamba zimeswii katika sheria, hiyo ni mbaya. Akiitakidi kwamba hii ndio sheria, hiyo mapana, lakini zile swala zile rakaa za swali bado zimo katika muda ambao kwamba wafaa kuswali. Malipo yake Mungu ndiye ajuaye, ampe sufuri au ampe ngapi ndiye ajuaye. Aliyofunga siku za mwanzo wa Rajab kama ni siku 10 au kafunga zile 3, akiitakidi kwa kufanya hivi basi dhambi zake zote zimefutwa, afunge. Zile riwaya zinazotegemea ni batila, na akiamini kwamba ndio sheria zile riwaya haipo, ila ile ibada aliyoifanya ile ipo katika masiku ambayo yafaa. Mungu ndiye ajuaye, amlipe asimlipe, Allah ndiye ajuaye zaidi. Lakini kuwakemea kwa kutukana ile ibada au kuwatukana wao itakuwa sio dawa wala sio sunna. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo watu wanaweka katika miezi wakiitakidi kwamba ni sahihi, lakini sio sahihi. Ila mwezi wa Rajab mtu akizidisha ibada, Mtume kakubali kuzidisha ibada kwa maana ya kujiandaa na Ramadhani, yafaa 100 mwezi wa Rajab, kwa sababu kwanza ni katika miezi minne mitakatifu, pili ni mwezi wa kupanda mbegu kwa ajili ya kupokea Ramadhani. Hivyo basi mtu akizidisha ibada kwa sampuli hiyo, basi inafaa sana tena sana katika mwezi huu wa Rajab. Kwa hayo machache tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie kuisoma na kuifahamu dini yake na kuipenda na kuitumikia na kuwa tayari kuipigania, akihifadhi kizazi chetu dhidi ya vitimbi vya shetani na wasaidizi wake, achanganye pamoja na waja wake wema hapa duniani na kesho akhera. Amin ya rabbal alamin.